Karibu Tabora, karibu Toronto. Ombi letu kuu kwa serikali, kivuko hichi ni cha muda mrefu na saizi Tabora wamekuwa watu wengi sana, ajali zimekuwa haziishi, mara kwa mara zinakuwa zinatokea. Kwa hiyo tunaomba serikali irudishe zile kingo, kwamba treni au hizi shantini zikiwa zinafanya ruti zake watu hao wanasimama, kwa sababu bodaboda uelewa ni mdogo. Kwa hiyo tunaomba hili jambo lifanywe kazi kwa haraka. Tulipata hili tukio mapema tu na tukafika hapa tukakuta mwili wa marehemu huko hapa, na tukafanya jitihada za kuchukua na kupeleka hospitali, lakini vile vile tukapata majeruhi mmoja ambaye naye pia tumemchukua, tumempeleka hospitali. Wale ya majeruhi tulivyoiona ameumia tu maeneo tu ya mkono, lakini huyu aliyegongwa ambaye ndiye alikuwa ni abiria kwenye hii bodaboda amefariki kwa sababu amebondwa sehemu ya kichwa na ubongo umetoka hapo hapo. Kwa hiyo marehemu alikuwa ni mwanafunzi wa chuo, na huyu bodaboda alikuwa anapaki maeneo SDA jirani tu na hapa. Kwa hiyo wakati wanavuka kwenda kupita kwenye barabara ndio treni ikamgonga na kumsababishia mauti. Kwa hiyo kwenye ajali hii imesababisha kifo kimoja na majeruhi mmoja. Uchunguzi bado unaendelea, lakini hapa eneo hili ni kama unavyoona kuna njia ya treni. Asubuhi pilika za mabodaboda, watu wa magari wanakuwa wengi. Pengine inawezekana ufuataji wa sheria za uvukaji wa eneo hili pengine umekuwa dhaifu, ndio umesababisha hii ajali. Tunahitaji tu uangalizi, kwa sababu eneo hili halina geti kusema kwamba treni ikija itasimama. Kwa hiyo watu wanaovuka maeneo haya hasa nyakati za asubuhi wanatakiwa wawe makini sana, kwamba lazima uangalie eneo kushoto, uangalie kulia, uangalie kushoto, uangalie kulia, afu ndio uvuke. Sasa mimi ninachojua eneo hili na treni pia zinakuwa hazina mwendo mkali, kwa sababu eneo hili pia nao wako makini. Sasa sijajua nini kimesababisha hili tatizo, lakini umakini ukikosekana hii ajali lazima inaweza kutokea. Changamoto hapa ni umakini tu wa waendesha vyombo vya usafiri na usafirishaji, kwamba wanapofika maeneo haya lazima wapunguze spidi, waangalie kushoto na kulia, wasivuke tu kimazoea. Kwa kweli kwa hapa Tabora kidogo masuala ya bodaboda tuna changamoto kidogo. Asilimia kubwa sana tunakuwa tujali usalama wetu, na pia tunakuwa tujali sehemu ambazo za taa zimeweka kwamba hapa takiwa usimame uangalie usalama, watu wanapita mnyefu tu wanaangalia nini kuhusu usalama wao. Leo mimi nimepita hapa nimekuta ajali, kuna bodaboda alikuwa mbele mwanafunzi wanaenda shuleni, yule mwanafunzi ni wa msomo utalii. Kwa hiyo tumekafika hapa nasikia alikuwa yuko mnyefu, akakutana na hiyo abiria ambayo anaenda Mpanda, ndio ikawa imempushi yule mwanafunzi kafa, yule bodaboda akasalimika. Tazari ilikuwa tayari, kwa sababu kama tayari ile bendera ya kusimamisha ilikuwa imeshasimamishwa ile bendera kwamba wasimame, lakini hakujali kusimamisha. Unajua kikawaida treni zinapopita hapo, kabla treni haijafika, sisi huwa tunaonyesha bendera kwa ajili ya kuwaarati watu kwamba kuna treni inapita. Kwa hiyo watu wanasimama, na hata jinsi tukio lilivyotokea ni kwamba tulionyesha bendera kabla treni ikiwa haijafika, na dereva alipiga honi nyingi, lakini watu wengine wote wakawa wamesimama. Huyu bwana alikuwa anatokea mjini, yeye mwenyewe akawa na overtake wenzake mpaka mimi sikuona, yani nimeshangaa tu kuona mtu anaruka juu, basi ndio nilichokiona. Lakini amewapita wenzio waliokuwa wamesimama. Treni ilikuwa imekaribia, kuna usawa huo ambao ni facing point, yeye amekuja kutokea huku juu, watu wote wakiwa wamesimama. Sasa magari yamesimama, bodaboda wenzie wamesimama, lakini yeye bajaji zimesimama, lakini yeye mwenyewe kuja amegonga. Kwa hiyo sikuona zaidi ya hivyo. Na taratibu zetu sisi ziko wazi, kabla ya treni kupita lazima tuweke bendera. Ishu kubwa ni uvunjaji wa sheria, kwa sababu sisi tunachoamini dereva yoyote anaelewa nini maana ya level crossing. Unapofika sehemu ambapo kuna level crossing, kuna vibao ambavyo kwanza vimekuambia wewe usimame, uangalie kushoto na kulia, lakini pia wewe kama una leseni unajua taratibu za leseni na level crossing ikoje, kwamba unapofika kwenye level crossing inatakiwa ufanyeje. Tunaamini hivyo unapokuwa na chombo cha moto. Lakini mbali na hapo, si huwa tunafanya kazi yetu kama kawaida ya kuonyesha bendera. Sasa mimi nikisha kuonyesha bendera na wewe ukawa unakuja tu, mimi naweza nafanyaje? Nakuwa sina namna, iko hivyo. Yale mageti ya kizamani yangerudishwa
kabla mwenye chombo kukutana na treni akutane na geti pale, kwa kuna kiziwizi pengine ule kibendera, kweli kuna kibendera, lakini na yeye ni binadamu, anapitiwa mpaka tatizo linatokea. Unakuta yeye yupo lakini tatizo linatokea, na unakuta na yeye mwenyewe anakuwa na fikra zake. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba yale mageti ya kizamani kwa upande huu wa nani yarudishwe. Kulikuwa kuna mageti zamani, sisi tumezaliwa mazingira ya Kiloleni tuliyaona, sasa hivi hayapo. Karibu Tabora, karibu Toronto.